Waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Balozi Mahmoud Thabit Kombo ameweka wazi mafanikio mbalimbali yanayotokana na ziara za kimkakati zinazofanywa na viongozi wakuu nchi za nje. Wakati akisoma mapendekezo ya bajeti ya wizara hiyo bungeni jijini Dodoma Mei 28, 2025, balozi huyo amesema: Aidha, wizara pia iliratibu na kufanikisha ushiriki wa Tanzania katika mikutano ya wili kikanda na kimataifa pamoja na ziara za kimkakati za viongozi wakuu wa kitaifa nje ya nchi na viongozi wakuu kutoka mataifa mengine kuja hapa nchini pamoja na wakilishi wao wa taasisi mbalimbali za kikanda na kimataifa. Aidha, kupitia mikutano ya ziara hiyo, serikali imefanikiwa kushawishi wabia wetu wa maendeleo kuendelea kuchangia juhudi za maendeleo. Kama mnavyoona katika picha zinazoendelea kuoneshwa, viongozi mbalimbali wa kimataifa waliokuja hapa nchini Tanzania wakiwa wanapokelewa na rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kulifahamisha bunge lako tukufu kuwa kupitia ziara hizo Tanzania imeweza kupata mikataba mipya na hati za makubaliano 51 katika kipindi cha Julai 2024 hadi Mei 2025. Wizara inaendelea kuratibu ziara hizo pamoja na mikataba hiyo kwa lengo la kuwezesha nchi yetu kufikia malengo yake kiuchumi. Mheshimiwa Naibu Spika, wizara imeendelea kuratibu ushiriki wa Tanzania kwenye majadiliano katika jumuiya za kikanda za Umoja wa Afrika yani AU, Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC, Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC, Jumuiya ya Nchi za Ukanda wa Maziwa Makuu ICGLR na Jumuiya ya Nchi za Mwambao wa Bahari ya Hindi yani IORA. Kupitia ushiriki wetu katika jumuiya hizi, Tanzania imeweza kupata mafanikio makubwa sana katika sekta za ujenzi wa miundombinu, biashara na uwekezaji, sekta za kilimo, afya, elimu, nishati, mawasiliano na uchukuzi, usimamizi wa mazingira na maliasili, ulinzi na usalama na masuala ya utawala bora. Ama kwa upande wake, mjumbe wa kamati ya kudumu ya bunge ya mambo ya nje ya ulinzi na usalama Balozi Libaleta Mulamula amezitaja baadhi ya changamoto hizi. Mheshimiwa Spika, kuhusu utekelezaji wa majukumu ya wizara, katika uchambuzi wake kamati imebaini kuwa kwa kiasi kikubwa wizara imetekeleza majukumu yake kama ilivyopangwa licha ya kuwepo kwa changamoto mbalimbali. Miongoni mwa changamoto hizo ambazo pia Mheshimiwa Waziri amezieleza, moja ni kuzorota kwa hali ya amani na usalama katika baadhi ya nchi ndani na nje ya ukanda wa Afrika na hivyo kuathiri utekelezaji wa sera ya mambo ya nje. Pili, Mheshimiwa Spika, ni uelewa mdogo wa wadau ikiwemo sekta ya umma na binafsi kuhusu diplomasia ya uchumi na fursa zitokanazo na mtangamano, mahusiano na ushirikiano wa kimataifa. Tatu, Mheshimiwa Spika, baadhi ya nchi wanachama katika jumuiya za kikanda kutoheshimu mikataba na makubaliano ikiwemo kutolipa michango yao ya kibajeti kwa wakati. Hatua hii inaathiri utaratibu na ushiriki wa nchi yetu katika utekelezaji wa programu za kikanda. Na nne, Mheshimiwa Spika, wananchi kutopata taarifa kwa kina kuhusu manufaa na faida zitokanazo na ziara zinazofanywa na viongozi wa juu wa nchi katika nchi nyingine pamoja na ziara zinazofanywa na viongozi wa juu wa nchi nyingine hapa nchini. Hali hii husababisha wananchi kuwa na mtizamo usio sahihi kuhusu ziara za viongozi. Mheshimiwa Spika, hata hivyo, katika uchambuzi wake kamati ilibaini kwa baadhi ya changamoto zilizotolewa taarifa kwa ziliathiri utekelezaji wa majukumu ya wizara kwa mwaka 2025 ni zile ambazo kamati imekuwa ikishauri serikali mara kwa mara kuhusu umuhimu wa kuzitatua, na tunaelekea kwamba kuna hatua ambazo zimechukuliwa katika kukabiliana na changamoto hizi. John Israeli, Banda Media, Dodoma.